Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Kumkumbuka mpenzi wa zamani. Kupata mapato au malipo ya kitu. Kusikia mambo mengi yaliyokuwa yanatendeka kwa mtu. Kwa baadhi yenu kukabidhiwa ofisi au kuingia katika kazi mpya. Mtu anahitaji kukuona ukiwa na furaha muda wote. Kuondolewa hofu. Utapata amani uliyoikosa kwa kipindi kirefu. Wema wa mtu unarudi kwako. Kufanya maombi na kupata ishara nzuri. Nyota ya Mshale. Kutekeleza ulichomwahidi mtu. Kujua kuwa ulifanyiwa mchezo wa kitapeli. Mwenye nia nzuri kwako atajionyesha wazi. Kuvalia sana mavazi marefu yenye stara. Mtu ataongea na wewe kwa kusita. Kuishinda hali fulani uliyokuwa unakinzana nayo. Kufanya maamuzi sasa. Kutaka kujitoa kwenye upweke. Mtu anahitaji kukuheshimisha. Habari nzuri zitakuja kwako mfululizo. Kuhitaji kuwa mbali na mtu mwenye vikwazo vingi kwako. Kuacha kabisa tabia isiyofaa. Mabadiliko yako mtu atakuambia kila wakati. Kupishana na kivuli kibaya njiani. Utajihisi hali ya ubaridi, kusisimka, kushtuka au kutaka kuunguruma. Utakuwa mzito kumkubalia mtu jambo lake. Mtu anaahidi kitu kwako atakachokitimiza kweli ukiwa tayari. Kufurahishwa, kutoka kwenye hali ya huzuni na kuwa sawa. Nyota ya Punda. Kutojihisi sawa kabisa. Unaweza usifanye jambo la muhimu sana kutokana na hali utakayokuwa nayo. Mtu anazidi kukufanya umshangae. Kuongea kwa kuhofia kumkera mtu. Mtu anahitaji kukushirikisha jambo lenye uzito. Kuangalia vitu vyenye kusikitisha au kukupa huzuni. Mtu atavunja ukimya kwako. Kupata habari itakayokuhuzunisha. Nyota ya Ng'ombe. Unafanya kitu lakini unahisi hakiwi venye unataka. Nyuma yako kuna mtu anayekurudisha nyuma. Kutoweza kumwepuka mtu kirahisi. Majibu ya watu tofauti yatakufanya usijue lipi sahihi. Kujihisi kuishiwa nguvu. Kwa baadhi yenu mambo kuwa magumu sana. Hata maombi yako unahisi hayafiki sehemu husika. Mtu anajiandaa kukupatia kitu kitakachokufanya umkumbuke na kuimarisha upendo wenu pia. Ng'ombe. Kuna mtu anafanya jambo lenye hila kwa kazi yako. Kuwa makini usije ukapoteza na kutokuwa na mwelekeo. Nyota ya Mashuke. Kukemea kitu ambacho unakiona si kizuri. Kuna muda unaweza kuwaza vitu vyenye ujinga ndani yake. Mtu anaonesha msaada kwako. Kupata zaidi ya ulichokitoa. Utakuwa na mawasiliano ya moyo na mtu. Kwa kufikishiana jumbe kupitia nguvu zenu kihisia. Kutumia dawa nyingi sana kutibu tatizo. Kupata lengelenge la moto kwa ngozi yako. Kuhisi mtu ataondolewa kwenye nafasi yake. Safari yako kutimia. Utapita sehemu yenye mwinuko mkubwa au njia yenye mabonde mengi. Mtu atakufahamu sehemu ya wengi. Kukitamani kitu ulichokipoteza. Nyota ya Mbuzi. Mtu anajaribu kukuongopea lakini utajua kila kitu. Kufanya kitu cha ulazima. Mabadiliko yako mtu yanampa mashaka. Umuhimu wako kuonekana sehemu baada ya kutokuwepo. Kupona kidonda ulichokuwa nacho. Misuli kukaza sana kwa mguu. Mtu anahitaji kukuzoea zaidi au kuwa karibu yako. Kwa baadhi yenu kupata jeraha. Nyota ya Mapacha. Utakuwa bora ukiendelea kusahihisha makosa. Hali ya kujiamini inakujia ila unajipa mawazo wewe mwenyewe. Na wakati mwingine kujikatisha tamaa. Utakuwa na usiku wa maongezi ya faraha na mpendwa wako. Mambo mazuri yanakujenga. Utaufanyia kazi ushauri wa mtu. Kupata kidokezo kidogo cha kitu kitakacho kuhamasisha. Kuibiwa nguo au kitu chako chochote. Marafiki wabaya utaepukana nao. Nyota ya Mizani. Kutochoka kutafuta au kupambania unachokihitaji. Mtu mwema kwako utamuhisi kwa ubaya. Kutoa shukrani zako kwa watu waliokuwa pamoja na wewe katika hali fulani.
Mgeni anakuja kwako, hasa mtu uliyepezana naye sana. Kuamua kumjibu mtu jumbe zake zote ulizozipuuza. Mtu atabadilisha akaunti ya mtandaoni kwa sababu yako ili usimjue. Kumpima mtu kwa kiwango kidogo tu na utapata majibu yenye ulikuwa unataka. Nyota ya ndoo. Mtu anatoa siri zako za ndani kabisa. Ulichokiamini kinakuvunja moyo sasa. Mtu anahisi hatia kwako. Nguvu mbaya inakukimbiza kwa kasi. Unatamani kufanya kitu ila unashindwa. Moyo wako unaweza kuuhisi una ganzi. Hata hali ya kujutia au simanzi unaweza kuwa nayo. Mabadiliko yanakusubiri siku zijazo. Ila si kwa sasa unavyoyafikiria na kuyahitaji kwa haraka. Mtu anahitaji kukutesa au kukufanya usiwe na amani tu. Utapata taarifa ya kifo au msiba. Mtu atajitahidi kujikwamua kuondokana na tatizo la kifamilia. Kumpenda mtu sana. Kwa baadhi yenu mpo na uimara na nguvu ya asili inayokutetea kwa kila jaribu. Kwa ishara yake unaweza kusema neno na mvua ikanyesha. Kwa wakati huo huo bila kutarajia au kuwa na dalili hiyo ya mvua. Siku ya leo mpaka kesho, kuna kitu utakifahamu au kukishuhudia. Mtu anaondosha kinyongo kwako. Nyota ya nge. Utatokwa na machozi ya furaha. Kupenda tena. Hata kama mtu ulimchukia kwa sasa utasafisha moyo kwake. Kuhisi mapigano yanayoendelea ya siri. Nguvu yako inakuonesha kitu bila kificho. Kuna wakati utajihisi hali ya kutaka kufanya kitu. Kufanya jambo kwa asili. Kuiita pesa au jambo lolote la heri. Na litakuitikia. Ila ni kwa muda maalumu. Ukibahatika basi ni nafasi yako. Kuhema sana. Mtu wako wa karibu atajihisi homa. Au hali ya maradhi ya kupokezana kuwepo sehemu ulipo. Kwa maana ya kiumwa huyu na kupona, anafuata mwingine. Utaipenda harufu ya kitu. Kununuliwa kitu cha thamani. Mwangaza wa kweli utakufikia. Nyota ya samaki. Unaonywa jambo ambalo hutaki kubadilika. Mtu anakukosesha amani ikiwa ulimpa ruhusa ya kuutawala moyo wako kihisia. Unahisi hali ya kuumwa. Kujilinda kwa hali fulani. Moyo wako kukuuma sana. Nyota ya kaa. Kuchoka sana. Kujikuta uko na hali ya kutikisa kichwa au kushtuka. Mipango ya pesa kwenda kasi. Hata matumizi yanakuwa yanamaliza pesa kwa haraka. Kufika sehemu na kukimbia. Hali hiyo kukujia tu. Ina maana utajihadhari kwa hatari. Baadhi ya wanafamilia kukusema vibaya. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.